Kwa nini watu wengi huwa wanaota wanalishwa katika ndoto, wanaota ndoto za vyakula? Mwingine anaota yuko kwenye sherehe kubwa, mwingine kwenye harusi, anasema mtumishi nimeota niwe kwenye sherehe. Ghafla katika ile sherehe kinaleta chakula, anakula. Mwingine anaota yuko kwenye msiba, anakula vile vyakula kwenye ndoto. Na mwingine inakuwa ndoto hizo ni za kufululiza, kila anachokifanya anajaribu kufunga, anajaribu kuomba, lakini ndoto hizo hazitoki. Leo naanza series yetu ya kwanza kwa habari ya vyakula. Kuna nguvu au uwezo ulioko nyuma ya hivi vyakula ambavyo tunavitumia, na adui vyakula ni silaha kubwa ambayo anatumia katika kumzofisha Mkristo. Shetani anatumia vyakula katika kuzofisha nguvu ya maombi. Kuna watu wengine tokea ameota wanakula, wanaamka asubuhi wanakuwa na hasira. Kuna wengine hata wataki kuona umezao baada ya kuota wanakula. Kuna wengine tokea wameota wamekula, wameshindwa kusoma neno na kila wakisoma waelewi. Wengine tokea wameota wamekula chakula, wakiamka asubuhi wamesahau ndoto. Kuna wengine tokea wameota wamekula vyakula, hata ile nguvu ya kuomba hamna. Vyakula vinanyonya nguvu ya maombi. Vyakula vinazofisha. Unapanga uamke saa 7 usiku, lakini unakuwa umechuka, unakuwa na uzito mkubwa ndani yako, unakuwa na uzito, huwezi kuomba. Sikiliza nikwambie, leo tutajifunza kwa habari ya vyakula. Na ikiwa ni kama unashindwa kuomba, kila ukijaribu kuomba unashindwa, unajaribu kusoma neno unashindwa, kuna vitu vingi unatakiwa ufuatilie katika vyakula. Inaweza usiwe unaota unalishwa katika ndoto, maana kuna wengine wanaota wanalishwa lakini wanasahau. Hata wewe ambao unasahau ndoto, hii hapa inakuhusu. Ule uwezo wa kusahau ndoto unasababishwa pia na nguvu iliyoko katika chakula. Mtanikumbusha, kuna somo ambalo nitaandaa kwa ajili yenu. Mtanikumbusha kwenye comment ambalo linahusu nifanye nini kama ninasumbuliwa naota ndoto lakini nasahau nilichokiota. Kwa neema ya Mungu nikipata kibali, kinikumbusha, Mungu akinipa kibali, nitafundisha hilo somo kwa neema ya Mungu. Lakini leo napenda nizungumzie kwa habari ya nguvu iliyoko katika chakula. Umekuwa ukijiuliza kwa nini ninaota nalishwa kwenye ndoto? Kila mtu nimfuata anaota nalishwa kwenye ndoto, kila mtu chakula. Kwa nini shetani anatumia sana hii silaha ya vyakula katika kulisha watu? Kwanza umetakiwa ufahamu chakula ni nini. Chakula ni nini, mpendwa katika Kristo? Katika mwili wa mwanadamu, kitu ambacho kinaupa nguvu mwili wa binadamu inakuwa ni chakula. Chakula kinaupa mwili energy, nishati ya kuweza kufanya vitu vyake. Vile vile katika ulimwengu wa roho, nafsi zetu zinahitaji chakula ili ziweze kufanya kazi vizuri. Na kuna uhusiano mkubwa kati ya vyakula vya kimwili na vyakula vya kiroho. Huu uhusiano upo, utakuja kunielewa baadaye. Vyakula vya kimwili vina uhusiano na vyakula vya kiroho. Chakula cha kiroho ambacho ni chakula ambacho kinailisha nafsi yako. Chakula cha kiroho ni neno la Mungu. Unapopata maarifa fulani, ujue kabisa nafsi yako inashiba, inafeed, inakula na inakuwa inaongezeka. Kwa hiyo nafsi yako inaishi kulingana na yale mafundisho ambayo unajifunza, ndio yanailisha ile nafsi yako. Vile vile mazingira yanayokuzunguka yanaweza yakawa ni chakula, maana nafsi yako inashiba kwa kupitia yale mazingira. Ukiwa unaona mazingira fulani, kuna kitu tutajifunza katika ile mazingira, na kuna roho ambazo zinakaa katika mazingira. Maana nyuma ya kila fundisho, nyuma ya kila maarifa, kuna roho nyuma yake. Ukikufundisha neno la Mungu, nyuma ya lile neno la Mungu kuna Roho Mtakatifu. Ukifundishwa maarifa ya giza, nyuma ya yale maarifa ya giza kuna roho za kishetani, kuna roho za kipepo nyuma yake ambazo zina monitor watu, zinafuatilia watu. Kuna watu wengine wakianza kuongea tu wanavuta, yani unakuta ndani yako unavutwa uweze kumsikiliza tu, unavutwa utamani kuacha kumsikiliza. Kwa sababu gani? Yale maneno yake nyuma yake kuna roho. Kuna wengine wanaenda kwa waganga, katika maneno yao wakitangaza biashara, wanakuwa wanavuta watu, wanakuwa na mvuto, wanavutia watu, kwa sababu nyuma ya kila neno la mwanadamu limebeba roho. Sikiliza nikwambie, na yale maarifa unayoyasikiliza yanakuwa yanafidi nafsi yako, yanalisha nafsi yako. Ndio maana unakuja kuelewa Biblia inakwambia, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu unautafutaje? Ufalme wa Mungu unautafuta kulingana na aina ya maarifa ambayo unayapokea, aina ya maarifa ambayo unailisha nafsi yako, aina ya maarifa ambayo unaulisha ufahamu wako. Maana kuna watu
watu wako hapa wananisikiliza, lakini maarifa yao wanayoyatafuta, wanatafuta kujua kwa nini wachawi wanawangaje, mchawi anapaje, anasikiliza mashuhuda, sijui alikuwa Freemason, alikuwa anawanga, anafanya hivi, anafanya hivi. Hayo ni maarifa unatafuta kujua ufalme wa giza na kiake, na yao ya giza ndio yanayokujaza moyo wako. Lakini Mungu anachotaka kwako, anataka ujifunze kwanza kujua ufalme wa Mungu, na yote utazidishwa ni ziada. Hayo ni extra, ila tafuta kwanza kumjua Mungu. Ndio maana naambiwa mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujilia. Kwa mfano wewe wote unalishwa, najua moyoni mwako huna amani, kila ukiota unakosa amani. Hivi kwa nini mimi nimelishwa, au nimekuwa mchawi, au nini? Ni kwa sababu hujaamua kumtafuta Mungu. Anza kufuatilia njia zako, utagundua kuna sehemu ulikula maarifa ya giza, kuna sehemu ukusikia sauti ya Mungu, kuna sehemu tu ulifungua mlango. Bwana Yesu asifiwe. Nikielezea kwa habari ya hivi vyakula, viko katika makundi mawili. Kuna vyakula vya kiroho na vyakula vya kimwili. Hivi vyakula vya kimwili vina uhusiano mkubwa kabisa na vyakula vya kiroho. Kwa mfano, katika ulimwengu wa mwili kuna mtu anakula vyakula ambavyo vimefanywa matambiko, vimetolewa sadaka kwa ajili ya miungu. Ukivila vile vinakuwa kiroho, vile ni vyakula vya kiroho, japokuwa tunaviona ni vyakula vya kimwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Vile kuna vyakula ambavyo ni vya kiroho, ambavyo ni mafundisho. Sio kila mafundisho utayapokea. Kwa mfano, hayo mafundisho ya giza, kufuatilia ulimwengu wa giza unavyofanya kazi, sijui shetani anafungaje watu, yaani kutafuta mchawi anawangaje, akitaka kumloga mtu anachukua nini, anachanganya na nini, pale unajifunza uchawi. Ndugu yangu, kuna watu wamefundishwa uchawi pasipo au kujijua. Kwa hiyo wanajikuta hata katika ulimwengu wa roho wako katika kutaniko kubwa, wako wanakula na wachawi. Ile sherehe unakuta ni mkusanyiko wa wachawi, unamuona fulani, na unakuta wengine ni kikao cha familia wamekaa wanakula, na wengine wanakula sana nyama. Kwa nini wanakula sana nyama? Na wachawi wengi wanakula nyama kwa sababu kuna nguvu katika chakula. Ndani ya nyama kuna damu. Damu ni uhai wa kile kiumbe. Mungu anasema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati ya kwamba mkila wanyama damu yake msiile kwa sababu ina uhai, na huo uhai nitautaka mikononi mwenu. Kwa hiyo kwa kuwa mtu anayetenda dhambi anakuwa amekufa kiroho, wachawi wamekufa kiroho. Kwa hiyo wanapokula zile damu wanafanya uchawi wao uzidi kuwa hai katika ulimwengu wa roho. Ndio maana anayetoa damu kwa kiwango kikubwa katika ulimwengu wa roho ndio mchawi ambaye anapandishwa viwango vya kiroho, azidi kukua katika ulimwengu wa roho. Sikiliza nikwambie, hivyo vyote ni vyakula ambavyo ni vya kimwili na pia vingine ni vya kiroho. Katika ulimwengu wa roho kuna wengine wanakula nyama, na wengine pia ni maarifa tu. Maarifa unayoyapokea ni vyakula tosha. Na sasa hivi limezuka wimbi kubwa katika mitandao ya kijamii, especially TikTok, Facebook, maana maarifa ndio yanayofeed nafsi yako, yanalisha nafsi yako. Kuna mtu akifungua tu anakutana na mtu anaambiwa fanya hivi, sijui chukua kitunguu, sijui ufanye nini, uwezeshe uweze kumfunga mtu unayempenda, sijui nani. Wanafundishwa uchawi live. Kwa hiyo hata kama umeokoka, ukiwa unasikiliza vile vitu, maana Roho Mtakatifu ulimpokea kwa kusikia, sio kwa kumuona. Unajua kumuona Roho Mtakatifu, ulianza kumsikia ukamwamini. Maana Biblia inasema imani huja kwa kusikia, na kusikia huja kwa neno la Mungu. Kama imani inakuja kwa kusikia, vile chochote unachokisikia kama hakina Mungu ndani yake kinakutengenezea imani potofu, imani ya kipepo. Wachawi nao wana imani zao, wana imani za kishirikina, nazo ni imani. Na imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana na mambo yasionekana. Nao wanafunzwa katika kutokushindwa kama wewe unavyofundishwa, lakini katika uhalisia ambao wanamtumikia Kristo ndo ana nguvu. Huo ndo ukweli, ukogo hivyo. Maana kuna imani nyingine ni za uongo, nazo pia ni imani, zinakuja kwa kusikia. Kwa hiyo kuna wengine wanaangalia vichekesho. Kuna roho unapandiwa ndani yako, unapandiwa ndani ya nafsi yako. Kwa hiyo ukiona hata ni mtu ambaye unalishwa, kwanza jitenge na mitandao ya kijamii. Sio kila kitu utakisikiliza. Kuna wengine wanafundisha kabisa maarifa ya kimungu, lakini ndani yao wameshaanguka kiroho. Ile roho ya anguko inakuja katika maisha yako. Tukija kuangalia mwanzo wa chakula kabisa, chakula ndo mbinu ambayo shetani alitumia katika kumwangusha mwanadamu. Ukisoma Biblia katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 16, neno la Mungu linasema, Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti ujuzi wa mema na mabaya usile, maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Kwa hiyo Mungu anapompa Adam maarifa, anamwambia matunda ya miti yote unaweza ukala. Kuna siri gani ambayo ilikuwa imejificha katika lile tunda? Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba utakapokula ule mti
wa ujuzi wa mema na mabaya. Maana atakapokula before hajafa, kwanza atajua ujuzi wa mema na mabaya. Kumbe ndani ya chakula kumeficha maarifa. Ndani ya chakula kumeficha maarifa. Kuna maarifa ambayo yalikuwepo ndani ya lile tunda. Yalikuwepo. Kwa hiyo kuna vyakula ambavyo wakivibeba wanapata maarifa. Kwa hiyo kuna wachawi ambao katika ulimwengu wao wa giza wanavotoa sadaka, kuna viwango vya maarifa ambavyo vinaongezeka ndani yao. Kuna viwango vya elimu ndani yao vya kigiza vinaongezeka. Uchawi wao unazidi kuwa hai kwa sababu ile damu ndani yake imebeba uhai. Maana ndani ya chakula kuna uhai ambao umebeba. Yesu Kristo anasema mwili wangu ni chakula, ambapo katika mwili wa Kristo kuna chakula ambacho hicho chakula ni uhai. Yeye alaye mwili wangu ataishi. Ukila mwili wa Kristo utaishi kwa sababu yeye ni chakula, na Kristo ndiye neno. Ukila neno la Kristo utaishi. Kwa nini? Ndani ya ule mwili kuna damu ya Yesu Kristo, na damu ndo uhai. Kwa hiyo lile neno la Mungu linakuwa hai kwa sababu ya ule uhai ambao umebebwa katika damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo katika chakula kumebeba maarifa. Kwa hiyo ukisoma hapa unapata picha kwamba katika ile bustani ya Eden, yale matunda yaliyokuwepo pale yalikuwa ni aina ya maarifa ambayo ukikaa nayo unajifunza, unajua vitu vingi. Kwa hiyo utakuta kulikuwa kuna mti wa uzima, kuna maarifa ya uzima ambayo walikuwa wanajifunza. Lakini siri ya ule mti ndio utajua maarifa ya mema na mabaya, lakini ule ni mti wa mauti. Maana kinyume cha uzima ni mauti. Ndio maana unapokula ile tunda la mauti, maana kuna maarifa mengine ukifunuliwa wewe ni mema lakini yanakuua. Kuna sio kila maarifa ambayo utayapata. Kuna siri nyingine Mungu amezificha ambazo akikwambia hata wewe zitakuua kiroho. Ndio maana sio kila kitu utakimbilia kujifunza. Kuna vitu Mungu paka leo unamuuliza Mungu akwambii kwa sababu ya kiwango cha ufahamu wako. Akikwambia utakufa. Kwa mfano Mungu anasema hakuna mtu aliyemuona Mungu. Ukimwona Mungu hautabaki kuwa hai. Ukiona uso wa Mungu hautaishi. Kwa nini? Ili kumuona Mungu kwanza kuna maarifa ambayo Mungu anakufundisha. Hiyo siri anakuja kuifichua Daudi. Anaomba ombi moja, anamwambia Bwana nifundishe njia zako. Kumbe kuna njia za kumwendea Mungu ili uweze kumuona uso wake. Na hiyo njia anakuja kuifunua Yesu katika kitabu cha Yohana 14:6. Anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Yesu ni njia. Na hiyo njia huwezi kuipita kama hauna msaidizi wa kusaidia. Watu wengi katika hiyo njia wanachokea njiani. Kumuona Mungu ni kazi, sio rahisi. Njia yake ni nyembamba na yenye miba. Kwa hiyo katikati ile njia kuna mateso, kuna majaribu, kuna kuzongwa, kuna kuzuiliwa, lakini kuna hitaji mtu mwingine ambaye ni msaidizi, Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye atakusaidia kupita ile njia. Kumbe kumfikia Mungu kuna principle, kuna kanuni. Kwa hiyo ukiona uso wa Mungu anakuambia hautaishi. Kwa hiyo ni maarifa ya hali ya juu, maarifa ya kiwango cha kiungu. Malaika wenyewe wanaficha nyuso zao, hataki kumuona Mungu kwa sababu Mungu anatisha, ule utishi wake. Lakini lengo letu tunazungumzia katika maarifa. Biblia inasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujilia. Kwa hiyo tafuta kumjua sana Mungu. Ndio maana nasema tafuteni kujua ufalme wa Mungu na haki yake yote, na hayo yote mtazidishiwa. Katika vyakula, iwe ni chakula cha kiroho, cha kimwili, chakula kimebeba maarifa. Unapokula chakula kuna maarifa unavopata. Hapa yenyewe hichi ninachokufundisha ni neno la Mungu, ni chakula cha nafsi yako. Kuna maarifa ambayo umeyapata, kuna ufahamu mpya ambao umefunguliwa kwa unavyonisikiliza hapa. Kwa sababu hichi ni chakula cha kiroho. Pia maarifa yanafungua ufahamu. Ndio maana wale walipokula yale matunda walifunguliwa ufahamu na macho yao. Kuna maarifa ukiyasoma katika neno la Mungu unafunguliwa macho ya roho. Nakumbuka kuna wakati mmoja nilisoma kitabu cha Efeso sura ya 1 kuanzia mstari wa 17. Niliposoma macho ya roho yakafunguliwa. Kwa hiyo kuna aina ya maarifa, chakula ukikila kinafungua maarifa macho yako ya roho. Na kuna vyakula vya kimwili ukila, ndugu yangu, macho yako ya kiroho yana block. Machoka kiroho yana block, nguvu ya kuomba inatoweka. Maana vyakula ndio vinavyokupa nguvu, lakini katika ulimwengu wa giza vinakunyonya, vinakuzofisha, vinafunga macho yako. Kama chakula kinaweza kukupa maarifa, kuna vyakula ukila vinafunga ile maarifa yako, yanafunga ufahamu. Kuna watu wamefunga ufahamu kwa kupitia vyakula, mpaka leo hii wanasoma neno hawaelewi. Inahitajika neema ya Mungu sana kukufungua fahamu. Ukiota umelishwa, anza kuombea ufahamu wako. Ufahamu wako umepigwa, shetani anapiga watu kwa kupitia fahamu zao.
Vyakula vimebeba tabia. Kuna tabia ambazo ukiamka unajikuta unazo baada ya kupata maarifa fulani, baada ya kupata kile chakula. Kwa mfano, kuna ndoto hii kama hizi za kuota unalishwa. Mtu anapoota anaamka anajisikia hasira, chochote anachokiona mbele yake anajisikia tu hayuko sawa. Anajikuta na vitabia ambavyo baadaye anavijishangaa. Anaweza kumjibu hata mtu vibaya, afu baadaye kajiuliza, hivi ni kwa nini nimemjibu mtu vibaya? Yaani anajisikia tu kukasirika from nowhere. Hiyo ni chakula cholishwa. Na kuna chakula cha kiroho, ukikila neno la Mungu la kubadilisha tabia. Unajikuta hichi kitu si nimesoma, lakini Mungu hapendi hivi. Wizi dhambi. Yaani unakuta tabia zako, kama ulikuwa mwizi umesoma wizi dhambi, lile neno linaanza kukushape, linakuletea tabia. Kwa hiyo katika vyakula, kuna watoto wengi mashuleni wamelishwa vyakula vya kiroho. Japokuwa unaona vyakula vya kimwili, lakini vyakula ambavyo vimenenewa maneno katika ulimwengu wa giza. Ndio maana unakuta mtoto wako vyakula vyake havieleweki. Mtoto wako ameanza kupoteza daftari shuleni. Mtoto wako amefungwa fahamu. Sikiliza nikwambie, vyote ni katika vyakula. Ndani ya chakula kumebeba uzima. Kuna watu tokeo wameshiriki katika makanisa fulani, meza za Bwana, vile ni vyakula alivyokula, vitu vyao vimezima. Vyakula vinaleta uzima, vyakula vinaleta mauti. Adamu alivyokula kile chakula katika bustani ya Eden, alipata mauti. Vyakula vinaleta tabia. Watu wa Israeli walivyokula vile vyakula vya Moabu, walifanya uzinzi, Mungu akaamua kuangamiza. Mungu akubariki kwa leo, napenda niishie hapo. Amen.